Kama ningekuambia unaweza kuanza kutengeneza kiasi kama cha shilingi 200,000 hadi 500,000 kwa mwezi kwa kutumia tu simu yako na kile ambacho unachokijua, yani knowledge au maarifa, na bila kufungua duka wala kuwa na stock, sijui kama ungekubali. Leo nitakueleza namna ya kufundisha mtandaoni na kugeuza maarifa yako kuwa kipato cha kila mwezi. Karibu sana kwenye How to Start a Business channel yetu. Hapa tunazungumza namna ya kuanzisha biashara ambazo ni rahisi kuanza, hasa kwa vijana waliomaliza vyuo lakini hawataki kukaa wakisubiri ajira. Sasa baki hadi mwisho kwa sababu nitakueleza mambo matatu. Kwanza, jinsi ya kujua kitu gani unaweza kufundisha. Pili, mahali pa kupata wanafunzi mtandaoni. Na tatu, mfano rahisi wa jinsi unavyoweza kufikia kipato cha kila mwezi. Sasa hebu tuangalie mbinu 3 ambazo unaweza ukazitumia kuongeza kipato kutokana na mambo ya online training, au wengine wanasema online tutorial. Nayo ni kama yafuatavyo. Namba 1, nini unaweza kufundisha? Kwanza kabisa, watu wengi wanafikiri kufundisha mtandaoni ni lazima uwe lecturer au mwalimu wa shule. Hiyo sio kweli. Unaweza kufundisha vitu vitatu vikuu au aina 3 kama ifuatavyo. Kwanza ni masomo ya darasani, kwa mfano ni hesabu au maths, English, physics, Kiswahili, accounts, economics na kadhalika, hasa kwa wanafunzi wa sekondari na vyuo. 2 ni skills mbalimbali, mfano ni Excel, PowerPoint, hizo zote ni applications za computer, graphic design, video editing, social media, marketing, kutumia computer, kuandika CV na kadhalika. Na 3 ni maarifa uliyoyapata kama umewahi kufanya biashara ndogo au kuajiriwa benki au umefeli biashara au umepitia interview nyingi, na hayo yote unaweza kuyageuza kuwa coaching experience yako. Sasa jiulize swali moja. Ni somo gani au skill gani watu wa karibu yangu huwa wananifuata waniulize? Hapa ndipo unaweza kuanza kama online tutor au coach. Namba 2 ni swala la wapi pa kupata wanafunzi. Sasa tukishajua unachoweza kufundisha, swali linakuwa, wanafunzi nitawapata wapi? Kuna njia kadha rahisi ambazo unaweza ukazifuata. Kwanza ni kwenye grupu la WhatsApp na Telegram. Jiunge na makundi ya wanafunzi wa vyuo, sekondari au hata kwenye field yako. Posti ujumbe mfupi kama ifuatavyo. Huu ni mfano. Jamani, habari. Mimi Ali Mwambola nafundisha somo la hesabu za biashara online, 1-to-1 au kwa grupu, yani nafundisha kwa mmoja au kwa grupu. Session yangu inaanza saa 1 na bei yake ni kama unahitaji nosi au revision au kuelewa topic fulani, basi nitumie au nifuate DM, nitakueleza. 2 ni mitandao ya jamii, kwa mfano Instagram, TikTok, hata YouTube. Anza kuposti tips fupi, kwa mfano makosa 3 wanafunzi wa uhasibu wanafanya, au namna rahisi ya kukumbuka formulas. Mwisho wa kila video sema ifuatavyo. Kama unataka private class au coaching, linki iko kwenye bio yangu, au nitumie DM nikupe details zote.
Namba 3 ni kupitia websites za tutors au walimu. Kuna platforms ambazo zinaunganisha tutors au walimu na wanafunzi za hapa nchini na hata za kimataifa. Unaweka profile yako, unachofundisha, bei, halafu wanafunzi wanakubuku kwa session. Muhimu ni kitu kimoja. Anza na mahali pamoja. Usisubiri kuwa perfect. Namba 3 ni swala la bei au mfano wa kipato cha kila mwezi. Wengi wanaogopa kuuliza hela. Hebu tuweke mfano rahisi kabisa. Kwanza, tuseme unaanza na bei ya shilingi 10,000 kwa saa kwa mwanafunzi mmoja. 2, ukipata wanafunzi 5 tu na kila mmoja anafanya masomo 2 kwa wiki, hiyo ni sawa na masaa 10 kwa wiki. Sasa 10,000 mara 10 ni 100,000 kwa wiki. Na kwa mwezi ambao na wiki 4 ni takriban 400,000 kwa mwezi. Na hii ni kwa bei ya chini kabisa na wanafunzi wachache. Kadri unavyokuwa mzuri, unaweza kuongeza bei. 3 ni kufundisha wanafunzi wengi kwa wakati mmoja, yani group class. Na 4 ni kucreate kozi au nosi unazouza mara nyingi bila kuzifundisha kila siku. Hapo ndipo unaanza kuona kipato cha kila mwezi kinakuwa stable. Naona tumefika mwisho wa video na nina wito hapa. Kama umesikiliza hadi hapa tulipofika, hiyo tayari inaonyesha una interest ya kweli ya kuanza kutengeneza kipato mtandaoni. Sasa 1, komenti hapo chini ni somo au skill gani ungependa kufundisha. 2, subscribe kama bado hujasubscribe, kwa sababu video inayofuata nitaongelea jinsi ya kuandaa darasa lako la kwanza la online. Mfano wa message ya kufundisha pia nitakueleza, na jinsi ya kutafuta wanafunzi na namna ya kujiamini hata kama ni mara yako ya kwanza. Naona tuishie hapo. Mimi ni mtayarishaji wa hii video, Ali Mwambola wa How to Start Business Channel. Asante na karibu tena.